Tupate kuomba. Baba unayetupenda, tunakushukuru sababu ya nafasi hii. Tunapoenda kujifunza jioni ya leo, tunaungana nasi kama kwa Kristo aliye Bwana na Mwokozi wetu. Amen. Katika kipindi chetu cha jioni, ningelipenda tufanye kitu kimoja kinachoitwa kusoma. Sawa sawa? Tufanye kitu kinachoitwa nini? Kusoma. Katika kusoma kwetu kuna kitabu kimoja ambacho kimeweza kukusanywa na waandishi kinachoitwa kitabu cha Country Living. Naamini ya kwamba kule juu unaona CL. Unapoona CL inamaanisha Country Living. Country Living kwa lugha ya Kiswahili ni maisha mashinani. Tunaposema mashinani, hatumaanishi kwenye lugha ya kisasa ushago. Tunaona tofauti tunapoenda kusoma. So sijaandaa slides maksudi niliposa tuweza kujisomea sisi wenyewe, sababu ni jambo ambalo sio la kawaida kulisikia hasa katika Waadventista, japokuwa ni ujumbe wa Kiadventista. Chapter zake ni chache na ukurasa zake pia ni chache. Nafikiria karibu ukurasa zikienga sana ni 36. Ninaamini kwamba tunaweza maliza kuzisoma. Sawa? Kwa hivyo section ya kwanza ama sehemu ya kwanza ya kile ambacho tunaenda kukisoma kinasema kwa title ya kwamba wito wa kutoka mijini. Hiyo ndiyo pointi ya kwanza ambayo tunaenda kuisoma. Wito wa kutoka wapi? Mijini. Ujumbe huu hauhusu watu wasiojua nyakati tunazoziishi, lakini yeyote anayejua wakati tunaoishi siku za mwisho, basi ujumbe huu unamhusu mtu huyo. Sasa kujua ni kwa nini. Mbona kuna wito wa kutoka nini? Mjini. Tutasoma kwa Kiingereza na tutaweza kutafsiri. Anasema ni wachache wanaojua umuhimu wa kuweza kujipunguzia kwa jinsi inavyowezekana kwa maisha yao uhusiano wowote au rafiki wowote ambao sio wa manufaa katika maisha ya dini. Yaani anasema ya kwamba ni wachache wanaofahamu muhimu wa kuepukana na marafiki au uhusiano ambao haufaidi ama ufaidishi maisha ya kidini. Sasa tunapozungumzia hili, jambo hili amelianzia hapo, ni kumaanisha mazingira tunaoyaishi na watu tunaowaita marafiki na uhusiano tunaoutengeneza au unaoitwa uhusiano wa marafiki. Lazima tujue kuna umuhimu wa kuweza kuepuka uhusiano ambao haunufaishi maisha yetu ya kiroho. Kwa kila mmoja wetu lazima akajiulize swali, marafiki ninao au muunganiko ninao? Marafiki kwa njia fupi si lazima ikuwe ni rafiki yule ambaye unamwita rafiki kwa kweli. Tunamaanisha uhusiano. Unaweza kuwa ni uhusiano wa watu pale kijijini. Anasema ni wachache sana wanaopatiana kipaumbele kukuwa makini na uhusiano huo na kuepuka. Anasema katika kuchagua mazingira ya kuishi, wachache wanapeana umakini wa kwanza maisha yao ya kiroho jinsi yatakavyokuwa. Yaani wakati ambapo tunachagua mahali pa kwenda kukaa, tunaambiwa ni wachache wanaozingatia makao yao, wakipeana kipaumbele haya makao na sehemu hii inayoichagua ya kukaa itanifaidi mimi vipi katika maisha yangu ya nini? Maisha yangu ya kiroho. Kwa hivyo ni malalamishi. Daniel, nataka kufanya nini? Parents flock with their families to the cities because they fancy it easy to obtain a living home.
there than in the country, kwamba wazazi huwa wanapenda kukimbia na kuingia mijini kwa sababu wako na potovu fulani kwenye akili zao, idea fulani kwenye mawazo yao ya kwamba ni rahisi kupata kipato wapi? Mjini kuliko wapi? Mashinani. Watoto hawana chochote wanachokifanya wakati ambapo hawapo shuleni, na kwa sababu hiyo unapata watoto wanaanza kujifunza elimu ya mtaani, tunachokiita street what education. Tunapozungumzia street education, watu wengi huwa wanafikiria ya kwamba kukuwa na mtoto anayepitia mafunzo ya mitaroni, mafunzo ya mijini, ni mtoto ambaye ni chokora. Wakati mwingi tunafikiria hivyo, lakini ukweli ni kwamba wakati ambapo watoto wamekusanyika pahali pamoja, wakati mwingi bila uangalizi wa mtu mwenye akili na mtu mwenye kuwajibika, mtoto huanza kupitia elimu sawa sawa na ile wanaopata kule chokora, kule town, ambao inaitwa street what education. Mtu anaweza jiuliza, anapata hii street education ama elimu hii ya barabarani kule mitaroni anaipata wapi? Anasema ni kwa sababu ya uhusiano usio stahili. Wanapata tabia zilizo mbovu, tabia ambazo zinafanya kitu kinachoitwa dispersion. Kwa kifupi ni kwamba kwa sababu watoto wanahusiana pamoja kwa wingi, assume kwa mfano unaishi Lolgorian Town. Lolgorian Town unapoenda kuishi pale, nyumba utakayoenda kukaa ndani itakuwa kwenye compound moja. Itakuwa ni nyumba ya kukodisha, sio? Na nyumba ya kukodisha ina watoto wengi ambao hata hawana uwanja wa kuchezea. Kumaanisha wakati mwingi hawa watoto watakuwa wako pamoja, watoto wa aina tofauti tofauti wapo pamoja. Kumaanisha hivi, utapata Hananaya, kama sijamfunza ama simrekebishi, amepatana na labda huyu kijana anaitwa nani, Kibaso, na huyu kijana mwingine, wanapokaa pamoja, wewe mtu mzima kama wewe umefanya kazi ya kufunza mtoto wako kule nyumbani na mwingine naye hajafunza wake kule nyumbani, wanapokuja pamoja wanafanana wote. So huyu ambaye hajaelekezwa na kufunzwa vizuri na mzazi anakuwa ni mwalimu wa kufunza maovu anayoyajua kwa wale watoto wengine ambao hawayajui. Na ndio maana unagundua tabia zingine, unagundua mimi sina tabia kama hii, kwenye ukoo wetu hatuna tabia kama hii. Sasa yeye ameitoa wapi? Ni kwa sababu watoto wamekuwa kwenye mazingira ambao wanakaribiana sana na watoto wengine ambao wana tabia ya uovu. Ndio maana anasema kwamba wazazi wanapoenda mijini hawafikirii tahadhari inayoenda kuwapata watoto wao mahali pale wanapoenda. Wanachokiwazia kama wazazi ni kwamba nikienda mjini itakuwa rahisi kupata kipato, nitapata kwa biashara, nitaweka kitu fulani nipatie pesa. Hafikirii umaana na umakini wa maisha ya kiroho ya nani? Ya wale watoto. Sawa sawa? Kwa hivyo watoto wengi unapata wamepeanwa kafara, kumaanisha kwenye maisha yao ya kiroho. Wazazi wanawatoa kafara watoto wao kwa sababu ya mapato tu ya hapa duniani. Basi tunapatiwa mawaidha haya kama wazazi. Ikiwa wewe ni mzazi, basi ningelipenda usikize jinsi ambavyo anatuambia hapa. Anasema ni heri kuweza kujinyima chochote cha kidunia kuliko kuhatarisha maisha ya watoto uliowapatiwa uwalinde ama uwachukulie, washughulikie katika maisha. Yaani ni heri ukaangalia chochote kile kinachoitwa manufaa ya duniani hapa, ni heri ukakipoteza, lakini usije ukahatarisha watoto ambao Mungu amekupatia kwenye maisha ambayo itakuwa ni maisha ya uovu. Unaelewa vizuri? Kwa hivyo kwa mfano, ikiwa wewe ni mama na baadaye kuna kitabu kingine kinachoitwa Education. Kitabu Education nao kinazungumzia kuhusu maisha ya elimu ya watoto. Ellen White akizungumzia elimu ya watoto anasema ya kwamba mwalimu wa kwanza wa mtoto akiwa miaka 8, 9, 10 kurudi nyuma hafai kuwa mwalimu mwingine isipokuwa mama yake. Najua hiyo ni ngumu kidogo kwa sababu sisi tunajua mtoto akifika miaka 3 anafaa aende wapi? Grade 1.
Na kimisingi ya Biblia, mtoto hafai kuwa kwenye mikono ya mwalimu mwingine hadi afike miaka 9 angalau. Kumaanisha mama anafaa akajiuliza, akachague makori. Je, ninaenda kukuwa mfanyikazi wa mtu mwingine au kuajiliwa, ama nitakuwa mwalimu wa nini? Wa mtoto wangu. Wengine ndio hawa ambao unagundua inamlazimisha akaajiri nini? Mfanyikazi, abaki na watoto nyumbani, yeye anaenda wapi? Anaenda kazi, sio? Na kazi za mijini lazima amke asubuhi, urudi nini? Jioni. So unagundua mtoto analelewa kwenye tabia za mfanyikazi na imani za mfanyikazi. Mwishoni ukija kupata mtoto ni shoga, utasemaje? Kwa lugha ya ushoga, kwa lugha rahisi Kenya hapa, ushoga ni mtu ambaye ni mwanaume lakini anahusiana na mwanaume mwenzake, ni mwanamke lakini anahusiana na mwanamke mwenzake. So unashangaa, mimi sina tabia hii na inanichukiza, lakini mtoto wangu ametoa tabia wapi hii? Kumbe labda ulimwachia mfanyikazi kwa nyumba ambaye alikuwa ni mshoga pia, naye akaintroduce mtoto kwenye tabia hiyo. Mimi nafahamu kuna mdada mmoja ambaye anaimba kwenye wimbo kwenye group moja inayoitwa Saint Ministers. Sijui kama inaweza ipata, lakini nafikiria nimeweka data yangu off. Saint Ministers, kuna mwanadada mmoja anavaa macho, labda siku moja mkinikumbusha naweza kuwaonyesha. Huyo mwanadada aliingia kwenye tabia ya sijui sasa ushoga, mmenielewa? Okay. Alipoingia kule, yeye alijua ni hali ya kawaida. Yeye alijua hiyo ni hali ya kawaida, lakini alikuja kugundua kwamba si kawaida. Alipoingia shuleni kufunzwa, akafunzwa kwamba kuna mwanamume na kuna mwanamke. Hapo ni kwa shule anafunza sayansi na mwalimu. Akagundua kwamba kuna tofauti ya mwanamume na mwanamke. Lakini mimi niliambiwa hatuna nini? Tofauti. Nimefunzwa hivi na hivi. Akaanza kugundua kuna tatizo. Lakini kama sio hivyo, angekuwa mtu mzima anajua ushoga ni nini. Ni sawa? Wewe mtu mzima utakuwa ni pastor wa kanisa ama utakuwa ni elder wa kanisa, lakini haujui kile ambacho mtoto wako amepitia, amefunzwa ni nini. Kwa sababu umechukua umenyima watoto nafasi ile ambayo wanafaa wawe nao ya kuwa kwenye mazingira ambayo ni sahihi kwa wokovu wao na tabia zao. Kwa hiyo ni heri ukasacrifice chochote. Naomba kusema hivi. Kwa mfano, niulize sasa kwa mfano Rebecca, si mnamfunza anaenda shule kusoma. Matarajio ya mama ni gani? Amaliza shule alafu aende college, alafu apate kazi, alafu akuwe na pesa, alafu aliletea sukari, alafu ni hiyo tunaenda hivyo. Sasa swali ni hili. Rebecca akimaliza shule, swali ni hili, ataajiriwa? Okay, to assume mapenzi na maombi ni gani? Aajiriwe. So akiajiriwa anaenda kuolewa, aende kuolewa. Anaolewa. Pia unataka zote mbili. Unataka asome, aajiriwe, at the same time unataka aolewe, sio? Na akishaolewa pia unataka kuwa na mtoto. Sio? So ameshapata mtoto. Akishampa duniani hapa, ameambiwa na Mungu namna gani? Ni heri ajitoe, ajinyime chochote cha duniani kuliko hatarishe matoto nini? Hatarishe watoto wadogo waliopewa kwenye nini? Kwenye hifadhi yake. Sasa swali, achague gani? Kama kuanzia miaka 8 kuja nyuma anafaa kuwa mwalimu wa mtoto, afanyaje sasa? So utagundua imani ya Biblia inaweza kukufikisha mahali ambapo ukaonekana kichaa baadaye. Imani ya maandiko inaweza kufanya baadaye ukaonekana kana kwamba umechanganyikiwa. Kwa maana tunaanza kujiuliza swali, ikiwa nitaenda kuajiriwa Nairobi kwa mfano, hebu assume hivi. Mimi na mke wangu tumeajiriwa, tunakaa Nairobi. Sio vibaya kuajiriwa, sawa? Sasa na naye yuko wapi na Blessed hiyo wakati? Yupo hapo, sio? Mama yake anaamka anaenda shule na mimi naamka naenda shule, anaenda kazi, mimi naamka naenda kazi nyingine. Wamebaki na nani? Maid.
kwa ploti, sio? Anasema hivi, naomba tusome, they will be assailed by temptation and should be taught to meet them. Kwamba ni kweli kwamba watoto wataweza kukumbatiana na machangamoto na wanafaa wafunzwe jinsi ya kushughulikia changamoto, sawa? Kwa hivyo haimaanishi mtoto hatapitia changamoto kwa maisha, atapitia. Kwa hivyo mfunze mtoto kwa jinsi atakavyoshughulika na nini? Changamoto, sawa? Lakini pointi ya muhimu ni hii hapa. Hebu someni hapo kila mmoja naye anaelewa Kiingereza. It is what? Yeah, ongea vizuri. Ongea vizuri nisikie. It is your duty to cut off every influence, to break up every habit, to sunder every tie that keeps you from the most free and open-hearted committal of yourself and your family to God. Anasema ijapokuwa wafunze watoto jinsi ya kupambana na changamoto, Daniel anasema ni wajibu wako kama nani? Kama mzazi wa kufanya nini? Wa kukata nini? Ya kwanza, influence ni nini? Influence ni mvuto. Ni wajibu wako wa kukata mvuto wowote. Ni wajibu wako wa kuharibu tabia yoyote, ya kuvunja kamba zozote, na uwe katika hali ambayo uko huru, ambapo unaweza jipatiana kikamilifu kwa Mungu. Sasa swali, kama umesaraundiwa na mtu ambaye asubuhi hadi jioni ameweka ule mziki ambao wanawake wanacheza wakiwa uchi, na hapo ndio plot mnayokaa na Rebeka, wewe kama mzazi unafaa kumwambia aje? Kwamba kwenye dunia utapata watu wanavaa hivi, sio? Lakini wewe vaa hivi. Umemfunza jinsi ya kudhibiti uovu, sio? Lakini wewe kama mzazi uko na wajibu wa kukata mvuto huu. So ufanyaje sasa? Unahama, sio? Sasa swali ni hili, utahama kutoka wapi Lolgoria uende kwenye center nyingine ya Lolgoria napo? Ama utahama kwenye rumu gani ya Lolgoria uende kwa rumu gani Lolgoria ambapo utapata hiyo vitu? Hakuna. Kwa hivyo inamaanisha ni uame kutoka wapi? Kutoka kwenye mji. Naomba tusikie sentence hii. Instead of crowded what? City. Seek some retired what? Situation where children will be so far as possible shielded from the temptation that train and educate them for useful needs. Kwamba inavyowezekana fanya nini? Badala ya kukimbia wapi? Mijini kwenda kujazana kule, sawa? Kama inawezekana wapeleke watoto mahali ambapo unaweza wazingira na nini? Na maovu. Mahali unapoweza kuwafunza jinsi ya kukaa waaminifu na kukaa watu ambao wanatumika vizuri. Yaani usefulness ni nini hiyo? Usefulness. Usefulness ni mtu mwenye maana. Yaani mtu ambaye ana usefulness ni mtu ambaye akona umuhimu fulani. Yaani ni mtu ambaye anaweza saidia kwa kifupi. Kwa hiyo inamaanisha tunafaa tuondoe watoto mijini. Daniel, njoo hapa, kaa hapa. Ama hapo unaona vizuri? Senda wake liko baba. Yaani tusipeleke watoto mijini. Kinyume chake ni kwamba tunaambiwa tuwaondoe wapi? Tuwaondoe wapi? Tuwaondoe mijini na tuwapeleke mahali ambapo itakuwa rahisi kuwazuia na kuwalinda na maovu yanayopatikana duniani. Ndiposa ikuwe mahali pazuri unaweza wafunza na kuwatrain vizuri wakuwe watu wa maana katika maisha. Anauliza sema hivi, anapoangalia maisha ya Sodoma na Gomora, Profeti Ezekiel anasema hivi. Ezekieli akiandika kuhusu maisha ya Sodoma na Gomora na dhambi zake zilizofanya Sodoma na Gomora ziangamizwe, tunaambiwa kitu cha kwanza ilikuwa ni nini? Kiburi, sio? Cha pili, fullness of what?
of bread, yaani wamekuwa wameshiba. Sawa. Cha tatu, kukua na nini? Kukua bila cha kufanya, idleness. Hii ndio iliyokuwa dhambi ya Sodoma na dada zake zile zilizokuwa zimeangamizwa. Na kitu kingine ni kwamba hawakusaidia mikono ya watu waliokuwa na haja na nini, na walio maskini. So naomba tuangalie dhambi ya Sodoma na Gomora. Ya kwanza makori. Ya kwanza kiburi. Ya pili, kuwa na shibe, chakula ya kupindukia, sio? Ya tatu, kukuwa idol, sio? Ya nne, kutoshughulikia nini? Watu ambao ni maskini na wanaohitaji. Naomba tuangalie hoja hizo. Ya kwanza, je, ni kweli kuna kiburi mijini? Hakuna kiburi? Hebu niulize swali. Wangapi ambao jinsi mlivyo hivi kanisani ndivyo ambao mngevaa kama mngekuwa mnaenda kanisa la Lolgorian Town? Wangapi mngevaa jinsi mlivyo hivyo? Mimi nikiwa mmoja wao, mimi huvaa kila wakati hivyo. So wangapi ambao mngevaa vile mlivyo hivyo kwenda kanisa la Lolgorian? Haya, na wengine tofauti. Kwa nini? Kwa sababu kuna ile hali ya kujiinua, sio? Na kujionyesha, sio? Wangapi ambao mngelala mahali mnalala leo kama mngekuwa mnakaa town? Daniel, wewe nyumba yako ile gorofa ambayo umewekea Rose kule kona kule kwa wakali. Kama mngekuwa mnakaa na yeye huyu town, ungekuwa na amani kwa hiyo nyumba kama hiyo? Kwa sababu akienda mahali pale anapata janafika na muambia unakaa wapi hapa, sio? Kwa maana watu wanajenga kulingana na nini? Na walichonacho. Wanashindana kujenga, sio? Mimi najua mahali ambapo nilipotoka, sasa kama ni wapi, mahali watu kanisani nilipokuwa ninashiriki kule kitambo, watu wanabishana kwa ajili ya magari. Kwa hivyo nikiuza ile gari, hata haujui kama nimechukua roli ya shamba, nikaenda nikaka title yangu pale, nikachukua gari nyingine kubwa, na mapona naye anaangalia sema mimi na change. Kuna kanisa moja nao ijua tu watu tuliishi hivyo. Watu kwa tunang'ang'ana kupambana kwa ajili ya nini? Kiburi cha nini? Cha maisha. Kama ni mavazi ni hivyo. Na kama je, mtoto umemfunza hadi university ngapi? Akona masters, akona PhD, kiburi tu. Iko wapi? Hapa mjini, hapa mahali tulipo hapa, nani akona shughuli na hiyo? Saizi unaitwa mpaka pastor na hujaenda shule. Sio? Saizi mjini ukienda useme wewe ni pastor na kuuliza umesoma mpaka wapi? Saizi hapa ukipata mtu yoyote hapa ambao ana biblia na vaa tai unamuita pastor. Simple life, sio? Enda town Makuri. Niwaambie mtu wewe ni pastor, atakuwa swali la kwanza umesomea wapi? Sio? Jambo la pili lililokuwepo kule Sodoma na Gomora ni ujao wa nini? Wa chakula, sio? Fullness of bread. Hebu niulize swali, wangapi ambao mko na dustbin ya kuweka chakula ambayo imebaki? Hapa. Wangapi mko na dustbin ya kuweka chakula ambayo imebaki? Hamna? Wenzenu kule wako na dustbin, wanamwaga mchele, wanamwaga nyama, mayai, zipo mahali. Tunavyoongea saa hii, kuna dustbin ambayo imemwaga nyama ndani saa hii tunavyoongea hivi, hata kama nyama ni mbaya. Sawa? Tunavyoongea hivi kuna mtu ambaye tayari maziwa imelala kwa fridge siku nyingi, imekuwa imeharibika, amemwaga leo. Kwa nini? Ako na shibe, sio? Na hapo mjini kuna mtu ambaye amelala njaa, jirani tu. Na sio jirani tu, chokora yupo. Anaenda kwa kule mahali zinapelekwa, anaenda kuokota angalau apate ya kushika tumbo kidogo. Lakini kuna mtu leo tunavyoongea hivi amemwaga chakula, na chakula ya kifahari sana. Alafu kingine anasema ni kushughulikia wanaohitaji. Hebu niulize swali, unaweza pigwa town watu wakikuangalia? Unaweza pigwa town na pigwa kabisa na watu wanakuangalia? Hamjui. Leo hii mjini ukienda kule unaposhambuliwa, kile ambacho tunaweza fanya ni kuchukua simu na turekodi tuweke TikTok.
Mtu anaweza kuwa anabebwa na maji, sisi tunapiga nini? Picha. Mtu anaweza kuwa anapigwa na wakora hapo kwa barabara, unapita shughuli zako na wewe unapita shughuli zako kama Nairobi. Ukipata jamaa anavamiwa, hujui kama anavamiwa na watu aina gani, wewe unapita kando kule. Sababu haujui kama uko na bunduki anafanya nini? Na kupiga risasi. Cha msingi tunachosema ni kwamba tabia hizi tunazozungumzia zinapatikana kwa miji yetu, hazipatikani. Zipo. Kama haya ndio aliyofanya Sodoma na Gomora yakaweza kuangamizwa, je, miji ya leo itaangamizwa, itaangamizwa? Kwa hiyo tujue ya kwamba maisha haya ndiyo maisha ambayo tungelipenda tuepushe watoto wetu. Kwa mfano, nani hapa ako na stress ya kwamba sijui leo mtoto anavaa vipi? Simaanishi tukue careless. By the way, nashukuru nimeona watoto wameanza kukua smart eh? Every Daniel good. Kidogo hivyo. Kwa hivyo umeanza kuonyesha kitu nyumbani. Si ndio hiyo? Naona wana wengine kwa sababu ya good. Hiyo ndio Ukristo ya uzee kati. Sasa kama kwa renda wana wako ndio Yanga wao cha kanisa wale buja. Renda wanafurahi hata nikoshwa na wao hiyo siku mlinunua alikuwa happy. Na roho Moise amegete Yanga ingia. Kaita. Vitu zingine tukiona mazuri unasema kwamba ni kizuri, sio? Good. Muendelea hivyo hivyo. Na hope pia sukari unapeleka kama wanakula sukari. Okay, hiyo ilikuwa by the way, tuachane nayo. Hebu tuangalie point iliyo hapa. City living not God's plan. Kwamba kuishi mijini haikuwa nini? Sio mpango wa. Hebu nizo swali, wangapi ambao wanataka kujua mpango wa Mungu? Naomba kujua mpango wa Mungu, ina mkono. Tunaambiwa kuishi mjini sio mpango wa. Sasa kama sio mpango wa Mungu, ni mpango wa nani mwingine basi? Okay. Anasema miji duniani hapa, dunia yote, miji imekuwa ni vitanda vya uovu. Kweli si kweli? Kila aina ya uovu inazaliwa wapi? Kama ni uuaji unazaliwa wapi? Kule kule. Hebu niulize swali, wangapi ambao waisikia maandamano kijijini? Watu wanaandamana kijijini. Umewahi sikia huyu jamaa ambaye anawasumbua hapa duniani anaitwa Raila Amolo Odinga akita watu wanaandamana kijijini? Yote ni wapi? Wangapi ambao isikia jamaa ati mkora amekuja kuiba pesa nyingi mjiki hapa kijijini? Unless amekufanya kutoka wapi? Town. Lakini cha msingi ni kwamba tujue kwamba tunaambiwa miji imekuwa ni kitanda kinachozaa uovu. Kwa hivyo kila aina ya uovu unazaliwa wapi? Kwenye hali ya sauti unaoisikia na unaoyaona yote ni maovu. Kweli si kweli? Hebu niulize swali, kama wewe ni mtu ambaye umekaa town kidogo, unaoyaona unaoyasikia na kwamba anakuambia Bwana asifiwe. Wale ambao umekaa town kidogo, niulize swali, ukipita town yale unaoyaona na unaoyasikia anakuambia Bwana asifiwe. Yanakuambia nini? Kuna ya 100 bob hapa, sio? Uko na ngapi baba? Nakumbuka siku moja nikipita, I think nilikuwa Nakuru town. Somewhere Nakuru town nyuma kidogo hivi. Sio kama ilikuwa asubuhi, nilikuwa naenda attachment maana. So nikipita kwa kona fulani, mimi sikujua ilikuwa kona ya makahaba. Hai boss, njoo. Sasa nashangaa jamaa anaita amenijua. Mimi sikuwa najua, mimi sikuwa naelewa. Huyu jamaa amenijua. Ananiambia njoo. Alafu nasikia uko na ngapi? Sasa nashangaa uko na ngapi? Sijauliza chochote, sijaomba chochote. Sasa wewe ananiambia niko na nini, niko na ngapi na maisha ya kitu gani? Baadaye ile kuambiwa kumbe hiyo ni kona ya nini? Ya ukahaba. Na point yangu ni kwamba miji imejaa sauti unaoisikia na unaoyaona yote ni nini? Ni uovu au si kweli? Ni kweli. Kwa jinsi unavyoona watu wanavyovaa tu mjini, ukiangalia mwanadada ni mweupe kama nyanya lakini miguu yote iko nje. Ama anafikiria ni accident tu anaweka mwili nje. Mhubiri mmoja akasema ya kwamba anavaa nguo ndefu imefika kule chini kabisa, sio hiyo? Lakini hii kitu tunachoita upanga hii ambayo imepasuliwa, mnajua hiyo kitu imepasuliwa hapa na nini? Hiyo nini? Ni slit. Imepasuliwa mpaka wapi? Akipiga mguu mmoja tu hivi unaangalia chini. Kwa nini?
Shetani anajua ya kwamba macho ndio yanayopeleka watu jehanamu. Kwa sababu gani? Kitabu cha Yohana wa kwanza natuambia hivi kwamba usipende dunia na wala vitu vilivyo ndani yake. Tamaa ya nini? Ya macho. Kiburi cha nini? Cha uzima. Na nini? Tamaa ya nini? Ya mwili. So shetani anajua ya kwamba duniani tuna matatizo ya tamaa ya mwili, sio anakuanikia kule town. Ukipita jioni, wewe umekutoka jioni, umetoka kuomba kama mzee Makori hapa. Wewe unajifanya umeokoka kabisa, unataka kuomba. Ukipita kwa barabara amekuanikia ya 50 bob, ya 100 bob, ya 1000 bob. Utaepuka siku ngapi? Si? Utaepuka siku ngapi Daniel? Job, utaepuka siku ngapi? So ndio maana tunaambiwa tujiepushe na, kumaanisha hivi, hatumaanishi hauovu utauona. Anamaanisha ya kwamba angalau wazuie watoto wasiyaone kila inawezekana wayapate kule kijijini, angalau wapunguzie. Si ndio maana yake? Hapa nani ameona mjamaa anatembea na street imefika huko juu? Najua wanavaa tunguo tufupi hapa ambapo tunawaacha huku nje wakiwa wako napigwa na baridi. Hiyo naelewa. Lakini hapa mbona jamaa anatembea? Sijui kama nyinyi mnaona vitu ambao watu wanaona wengine kule town. Ama mimi ndio kuna macho mbaya peke yake. Anasema hivi, every day brings record of what? Violence and robbery and murders, suicide, crimes unnumbered, kitu kama hiyo. Yaani siku zote tunapokaa kule mijini, yale tunaoyaona kama news ni nini? Ni violence. Yaani kuuana tu, uwizi, mauaji, hao wote ndio unaoyapata kule. Simaanishi hapa hayapo, yapo, lakini kwenye hali pungufu kuliko ya wapi? Ya kule mjini. Alafu anasema pia maisha ya mjini ni maisha ya nini? Ni maisha danganyifu, ni maisha ya juu. Hello? Mnajua kuna watu ambao mkiwaleta hapa watateseka sana. Mahali mlipo hapa. Yaani mkikaa hapa maisha ni rahisi sana, si kweli? Lakini kuna watu ambao mkiwaleta hapa watateseka sana, kwa maana hajui Makori. Fanya hivi kwenye moto. Utomole hajui hiyo. Ukimleta hapa wiki moja anasumbuka, nafikiria angekuwa ameenda kwa gas, ameenda tiu, amepika. Kuna watu ambao hawajui kutafuta kuni, sio hiyo? Kuna mtu ambaye hajui kuwekelea sufuria kwa nini? Kwa apike ugali. Kwa maana yake anaishi maisha ambao ni maisha ya uongo. Maisha anakwambia mimi najua kupika. Mpeleke aanze kuosha moto jikoni. Unajua kupika mpe kuni awashe moto. Anakwambia mimi sijui hiyo, mimi najua ya gas. Ni maisha artificial, ni maisha danganyifu. By the way, wangapi ambao wanaweza ishi maisha ambayo hawawezi kaa bila kutumia simu kwa mfano? Bila kuhisi kama mgonjwa. Ni wangapi ambao wanaweza ishi hivi kuanzia mwanzo wa Januari hadi Januari hajana kwenye duka? Hatupo, sio? Kwa sababu tumeshazoea maisha ya nini? Maisha ya pesa kukufanyia. Ndio maana nasema ya kwamba intense passion for money, ile kiu ya nini? Intense passion for money ni ile kiu ya kutafuta nini? Ya pesa. Na ile msisimuko unaopatikana pale, na ile hali ya kutafuta raha, haya yote ya tamaa ya kuonyesha maisha ya kifahari, haya yote yanafanya binadamu wanaweka mawazo yao yote hapo hadi wanasahau maana ya vitu vya maana vya duniani, ama vitu vya muhimu katika dunia hii. Kuna watu katika hali ya kuangana na mambo ya pesa, wameweka akili zao pale hadi kiwango cha mambo ya ibada. Wamefanya kitu gani? Wamesahau. Kuna mtu ambaye unaweza mpata akiwa kijana alikuwa ni mwinjilisti mzuri sana. Alipopata pesa kidogo hivi ama alipopata kazi kidogo hivi, ashabebwa na nini? Na dunia. Kwa kifupi, pointi ni simple ya kwamba sio mpango wa Mungu watu wake waishi wapi? Mjini. Jambo la kwanza ni kwa sababu miji mikuu imejawa na uovu, na ndio inaozalisha nini? Uovu. Tunaelewana jamani? Jambo la pili,
mizingiro au zile sehemu zinazozingira miji mikubwa, the surrounding of the cities, mahali unapokaa tu mjini, tunaambiwa ni kwamba ni sehemu ambazo ni hatari. Kwa nini? Kwa afya. Ukitaka mtu ambaye ni mgonjwa, ambaye amekuwa mgonjwa sana apate nafuu, mtoe mjini, mpeleke mahali hata kama ni mashamba, ushago, mpeleke kule mahali ambapo asubuhi akiamka, akitoka tu hivi hewa inayompiga ni hewa safi. Unapata? Mahali anapotoka tu hivi, yani sauti ya kwanza anayoisikia ni ndege anayoimba, sio kelele ya nini, ya magari. Sio tu kwamba sema kelele ya gari peke yake. Siku hizi unapokaa tu hivi unasikia wiu 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 wiu. Wewe ukisikia hivyo unasikia tayari nini? Hebu niulize swali. Tumekaa hapa hivi, alafu usikie hapa nje wiu 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 wiu. Kila mmoja atasikia namna gani ndani ya mwili yake? Utashtuka, sio? Sasa jiulize swali. Ni vipi mtu ambaye ameishi kwa mazingira ambapo anasikia sauti hiyo kila wakati, huwa anahisi vipi? Anaweza kuwa amezoea, lakini nakuambia mwili wake ndio uzoee, umepitia mateso kwa muda, sio? Kwa hivyo ameishi katika hali ambayo mwili wake umewekwa katika alert, katika hali ya kwenye hali ya stress ya mwili. Cha msingi ni kwamba mazingira ya mji sio mazingira mazuri ya nini? Ya afya. Huwa nasema, nikapenda mfano mwingine siku nyingine, ya kwamba hata vyakula tunavyovitumia mjini, sisi by the way tutakufa mapema sana. Sijui kama kuna kizazi cha miaka tulio nayo leo, sijui kama kuna mtu ambaye atafika miaka ya mzee Moi tulio nayo hapa duniani leo. Ni bahati sana. Kwa maanake hewa tunayotumia imejaa nini? Sio vumbi, hata vumbi ni afadhali sababu wewe pia ni uvumbi, sio? Imejaa sumu za nini? Za hizi magari zetu, sio? Haya, maji tunayoyatumia yamejaa kemikali. Kama sio machafu yenyewe, yamejaa kemikali ndani. Ama sivyo? Chakula tunayoitumia ni ya mtaro. Ama ni ya sewage. Ukipata, kama wewe unapanda kula nyama kwa mfano, kama ni nyama umepikiwa labda ni ya mbuzi ambayo ilikufa ikiwa mgonjwa, ama iwezekana umechinjiwa hata punda ama umbo, haujui kwani zinapatikana watu wanachinja umbo. Kwa hivyo mazingira ya mji sio mazingira mazuri ya afya. Ndio maana haikuwa mpango wa Mungu watu wakae wapi? Mjini kule. Anasema hivi, ni rahisi kupatana na nini? Na ugonjwa. Hebu niulize swali, wangapi waliopata wanaojua kesi za watu waliokufa COVID katika village? Unajua mtu aliyekufa COVID hapa? Si mlikuwa mnakaa hapa hii sehemu hapa? Mlisikia mtu ambaye kufa COVID? Hamkumsikia? Wangapi? Hapa jirani yako nao unajua alikufa COVID. Hukusikia? Wewe mahali ulipokuwa ulikuwa unajua wangapi walikuwa na COVID? Wengi sana. Pako nao wajua, sio? Kwa sababu gani? Mjini ni rahisi kupatana na nini? Na ugonjwa kuliko hapa, kwa sababu mwili wenyewe mjini uko kwenye hali ya stress. Immunity iko wapi? Iko chini. Chakula chenyewe ni chafu na mmefinyana kama mang'ombe za sokoni za Masai kule Lodgoria. Kwa hivyo kwa ajili ya afya ni heri mtu awe wapi? Mashambani. Ndio hii anasema hapa, ya kwanza tumesema ni maji na hewa. Ya pili ndio hiyo hapo. Impure what? Food. Hebu imagine, sikiza vizuri. Hebu imagine mahindi yenyewe sisi wenyewe tulio hapa, tuliookoka leo, mimi nikiwa mmoja wao. Mahindi yenyewe tunaoyapanda hapa, tunapenda kuyauza kule, tunaweka nini? Saizi mmeweka nini kwenye gunia? Mmeweka nini kwenye gunia ya kwenda kuuza? Saizi gunia ambayo mmeweka ya mahindi ya kuhifadhi ya kwenda kuuza baadaye, mmeweka nini ndani? Hakuna dawa. Mmeweka dawa, sio? Hiyo dawa ni nini? Chemicals. Ni chakula. Ni sumu. Hiyo ni sumu. Sio? Kwa hivyo wewe mwenyewe ulio hapo umeshawawekea sumu ya kuua walio mjini ukiwa hapa. Sababu unataka pesa, sio? Lakini uko hapa tayari ushapanda, na kwanza haujapanda vizuri, umepata na pia nini?
umepanda na sumu kwa shimo, ama unatangulisha nini? Kuna ule wakati ambapo Eva alikuwa anasema kama wote watatangulia mafi ya nini? Ya ndovu, sio? Kwa hiyo tushatangulisha uchawi ndani. Sawa, hiyo ni afadhali kwa sababu uchawi ni yako, haiwezi sumbua mtu kule nje. So uchawi ni yako, sawa, umeweka hiyo sawa. Tunaweka mbolea ndani. Ile mbolea ni safi. Ni nzuri kwa afya. Ni nini ile? Ni sumu, sio? So chakula yenyewe sisi tunazungumza, sisi tunaojua tunachokipanda. Tunaweka sumu ndani, sio kupalilia dawa. By the way, wangapi ambao mnajua Roundup iko na chemicals za cancer? Hamjui? Mimi niliona video fulani hivi recently. By the way, si ati sumu za cancer tu. Yaani imetengenezwa na kemikali za lab ambazo ni sumu za nyoka za kutengeneza. Mwejiuliza mbona nyoka ukipiga Roundup haikaribii? Mbona nyoka ukipiga Roundup haikaribii? Kwa sababu ile Roundup iko na kemikali ya sumu yake. Ndio maana unapoimwaga mahali popote nyoka karibiaje hapo, sababu kusimu yake ishawekwa hapo. Sasa swali, ile sumu kishaimwagilia inaendaga wapi baadaye? Kwa hiyo mahindi, sio? Au ushaweka tangulisha sumu ambayo ni nini? Hiyo ni sisi ambao tunajua leo, mimi na wewe. Tunajua hiyo, sisi ni expert, sio hiyo? Tumeweka mbolea ambao ni sumu, sio? Tumemwagia dawa ambao ni nini? Sumu. Kuhifadhi tumeweka pia nini? Sumu. Tumewatumia Nairobi na watu wengine tumorage. Tutakufa mapema sana, sio? Hiyo ni ile ambayo tunayojua sisi wenyewe. Na ile ambayo hatujui, wanaokula nyama kule mjini zimehifadhiwa na nini? Wangapi ambao mmeingia butcher haina hizi hata moja? Mimi hapa hizi zinanisumbua, sinaga nyama isipokuwa wakati ambapo Edison anakula nyama. Hiyo ndio tu ndio unakuwa na nyama kwa nyumba hapa. Mimi sikulagi nyama, nakula maziwa, lakini hizi iko pale, sio? Ukiingia butcher unapata hakuna nzi hata kidogo. Kuna kitu upate. Kwa nini hakuna nzi? Chemical gani unajua? Madawa hizi sumu. Ukienda butcher yoyote nikatia hiyo piece hapo na uone nzi yoyote hapo. Wewe unajua hiyo ni sumu ya kuhifadhi maiti imewekwa hapo. Hakuna shortcut nyingine. Mahali popote auoni nzi na kuna nyama ambayo imechinjwa hapo imekaa siku 2-3 na hakuna nzi hata moja hapo. Hiyo ni dawa ya kuhifadhi maiti hiyo imewekwa hapo. Kwa hiyo dawa ya kuhifadhi maiti wewe weka hapa maiti, mwagia formalin, yekea hiyo dawa hapa. Hakuna nzi hata moja atawahi fika hapo na haitawahi nuka. So nyama imechinjwa leo, kesho wewe wacha tu hiyo. Jana juzi wamekuwa wakichinja ng'ombe hapa juu. Ukienda hapo kuna nini? Kuna nzi, sio? So wewe jamaa amechinja kuku ama ng'ombe, ameiweka kwa ameihanga hapo. Hakuna nzi hata moja. Hiyo ni nini kwa hapo? Chakula ni chafu, ndio hiyo maana yake sasa. Wacha tu tumeenda mbali. Wangapi ambao wamekula mandizi fulani ambao sijui kama hapa nilikuwa wanafanya. Mandizi ambao unaangalia iko very yellow, lakini kuna line fulani za green. Ukikula ile ndizi unasikia kama ni kali fulani. Wangapi mmekula express kama hiyo? Iko. Mmekula? Hiyo ni dawa inayoitwa methyl. Wanaidunga kuharakisha kuiva. Sasa afadhali wewe unaweza enda kule kwa Ben Godedi umwambie nipatie ndizi niivishe. Wewe unajua uko na ndizi yako ambayo ni afadhali. Kwa hivyo ukikula sumu yako ya mahindi kuna umeweka ndizi kule ambayo inaenda kuitoa uchafu. Mahindi ni chafu, sukuma wiki ya Edison Machakos. Akamwambia hadithi na waambia siku moja, hebu tuambie hadithi yako. Mlipika nini? Sukuma kawaida tu. Apewa sukuma. Akapiga ugali jioni. Asubuhi kuamka yanuka kinyesi kwa sufuria. Umetoka wapi? Point si yani umepika sukuma jioni, umeenjoy sukuma, umekula sukuma vizuri, sio? Umeifunika kwa sufuria. Asubuhi ukiamka ukifungua inanuka kinyesi cha binadamu. Umetoka wapi? Ni mahali nilipandwa sumu. Number 2. Anasema crowded, imejazana, watu wamejazana pamoja. Hiyo mnaelewa. Manyumba zenyewe ni nyeusi, yani hakuna nuru pale ndani. Ukiingia kwa nyumba ambayo ni ploti,
room unaolala kama ni room kamoja umekagawana katikati, hapo ndio sitting room na huko ni bedroom, huko ni pasia, kule bedroom ni giza tu, sio? Na virusi, bakteria, ukisoma mambo ya bacteriology kidogo, bakteria zinafanya kazi mahali ambapo giza ipo, mahali hakuna nini moja kwa moja, miale ya nini. Na ndio maana hapo unapoingia kanisani hapa, hata mtu awe na homa aweze kusambazia kanisani hapa. Unajua kwa nini? Kwa sababu hapa hewa inapita, sio? Ya pili, jua inapiga kila mahali. Kwa hivyo hakuna mahali ambapo virus itaanguka ikaenda kuzaana. Lakini kwa nyumba za mijini, ukishaingia kwa nyumba ya mtu ambaye amekodisha mjini, kama alikuwa na homa, ukishaingia hiyo ushatoka nayo. Kwa maana alishafanya kaingia chini ya kitanda ikakaa hapo. Inakungojea uingie. Ukishaingia kwa nyumba ya wamea karibu, ngoja kungojea ni twende na wewe. Unhealthy dwellings, makazi ambayo sio mazuri. Acha niwaambie, nikikuwa shule ya chuo kikuu University kule JKUAT, nyumba niliyokuwa nakaa mwenyewe, kuenda choo ilikuwa ni shida. Hiyo ndio ilikuwa cheap kidogo, ilikuwa 3500. Hiyo ni cheap, nakwambia cheap. Sawa? Na mahali pengine unaposikia 3500, hiyo ni nyumba nyingine ambayo nafaa ikuwe nyumba nzuri. Lakini hiyo mahali nilipokuwa nakaa, kuenda choo ilikuwa ni shida. Kwa maana nikienda narukaruka mikojo na mafi za wengine hapa. Ama ukienda tu unaiona ndio hiyo hapa. Sasa unaogopa naweza enda kukaa hapo alafu nirudie. Sawa? So inanibidi asubuhi nikikula vizuri naenda shule kufanya nini? Angalau nitafuta ile choo ambayo ni afadhali kidogo. Kwenye barabara, sijui kama mnaiona. Mimi sijui mnakaa Mweka Town by the way. Amjaika Town? Umewahi kaa town? Kwa ile barabara kuna mahali ile gate kama ni kaploti hapo nyuma zinaangaliana. Watu wenye matatizo moja wanakaa tu wameangaliana hapo. So ukisha kwenye ile mlango unaotokea, hapo mbele kunakuwa na nini hapo? Dustbin. Fadhali kwa dustbin. Okay, ya pili, maana unakanyaga hapo. Mitaro ya maji machafu, sio? Sasa mtoto wako kama ananisumbua kwa hapa, ananisumbua, usikule hii. Siku mzima tunaimba hivyo. Kwa plot, mahali hapo kwa barabara hapo ni maji chafu tu inapita. Na wanapenda kuchezea maji. Huyo mtoto anakuwa katika afya gani? Mbaya, nitawaambia. Kwa hiyo tujue mazingira yenyewe sio mazingira ambayo Mungu angetamani mtoto wake akae hapo. Hiyo ndio pointi ya msingi tu ambayo angelipenda tujue hapa. Hebu tusikie sentensi inayofuata hapa. Anasema hivi: the physical dwellings in the cities. Tushasoma hivi. I do not sleep. Mama nimeruka kitu kidogo niangalie. Tusome hapa kwanza. Hebu sikizeni hii. Someni hapa. More nearly we come into contact. So, the more nearly we come into harmony with God's original plan, the more favorable will be our position to secure what? Health of the body, mind and soul. Yaani tunapokaribia mpango wa kwanza wa Mungu, tunaanza kukua angalau vizuri kiakili, kihali ya kiroho na afya. Kwa hivyo acha niwaambie ushuhuda wangu mwenyewe. Mimi nimeoa mke ambaye yupo na shida za asthma, allergy nyingi tu hivi. Tukiwa hapa tuko poa kabisa yani. Tuko fiti kabisa. That the moment tushatoka hapo tumeenda Longorian town. Ile vumbi yenyewe na zile fumes za gari zenyewe, jioni mnaingia ni macho tu na mtu anaendelea kutoka chumvi tu pale. Anaendelea kutoa uchafu tu. Ukifanya makosa uende extra kidogo uingie Kisii town, be sure. Yaani kila sehemu matatizo tu. Lakini mkirudi nyumbani siku 2-3 kila mtu ako nini? Kempa kwa sawa. Kwa nini? Kwa sababu afya ni rahisi hapa kuliko wapi? Hewa yenyewe ni chafu kule. Hapa hakuna mtu anayechafulia hewa, labda wewe mwenyewe uchafulie yako. Hebu tusokie hapa hii sentence tuambia. Anasema siku moja
moja Ellen White anasema ya kwamba siku moja hakuwa na uwezo wa kulala, ikafika karibu saa 6 usiku. Katika usiku huu akaona ya kwamba yupo katikati ya baraza fulani, na akaona ya kwamba katikati ya baraza hilo alikuwa anawalilia baadhi ya wafamilia wajitoe kwa zile njia ambazo Mungu amezifungua, waondoke katika nini? Hii hapo. Get away from what? From the city to save their what? Children. Kwamba siku moja aliona kwamba ameshindwa kulala, na akaona ndoto ya kwamba ni kana kwamba yupo katikati ya baraza, anawaomba watu waondoke na watoto wao wapi? Mijini, waokoe watoto wao wenyewe. Some were loitering, making no determined effort. Ya kwamba wengi walikuwa tu wanakaa wanakuwa idle pale tu. Kuna watu ambao wanasikia ujumbe huu na bado wanaendelea kukua wapi? Town. Hebu sikizeni vizuri. Malaika wa Mungu wa huruma walimharakisha Lutu na mke wake na watoto wake, wakawashika mikono, wakawaondoa nje ya ule mji. Ikiwa Lutu hangesikiza kwa upesi mapenzi ya Bwana, inawezekana mke wake hangegeuka kwa nini? Jivu. Ndio hii sentence hapa nimesoma hii hapa. Had Lot hastened as the Lord desired him to do. Kama Lot angeharakisha atoke wapi? Mjini. Ingewezekana mke wake angekuwa nini? Nguzo ya nini? Ya chumvi. Kumaanisha hivi, mlio na mke na mume, ni rahisi wakati mwingine kuharakisha ukatoke mapema kabla ijakuwa too late. Yaani pointi hii ni kwamba ingewezekana, kuna uwezekano Lot angemwokoa mke wake kama angeharakisha kutoka wapi? Kwa hivyo mnaambiwa mapema muharakisha mtoke huko. Ndio point tu hiyo. Naomba tujue point nyingi. Shajua sababu za kutoka mjini. Ya kwanza ni afya mjini, ni ngumu kuishi maisha ya mjini na uko na afya nzuri. Ya pili, imejawa na nini? Na uovu. Ya tatu, chakula mjini ni kichafu, sawa? Okay. Aya, point nyingine ya mbona tutoke mijini ni kwa sababu miji hii tunaoizungumzia hivi karibuni itatembelewa na nini? Someni hapo mbele. Cities to be visited by what? God's judgment. Kwamba hivi karibuni miji itatembelewa na nini? Na hukumu za nani? Hukumu za Mungu. Ninaamini ya kwamba tunaozungumzia somo hili hapa tushaelewa jinsi ambavyo hukumu za Bwana zinakuja. Zinakuja vipi? Hukumu za Bwana zinakuja vipi kwa binadamu? Wale ambao tunajifunza tabia ya Mungu. Yeah? Hukumu za Mungu zinakujaje? Mungu, tunaambiwa hukumu za Mungu zinakuja. Zinakuja aje? Huwa anajiondoa. Kwa nini? Sasa akitati yaje akifanya kitu usipokubali anachiondoa. So unapata hiyo. Anyway, fanyeni visit ya hiyo topic. The time is near when the large cities will be visited by what? The judgments of God. Kwamba wakati umekaribia. Na by the way, hebu angalia hapo, wakati umeona karibia ni mwaka upi huyo? Yeah? Wewe mwaka upi? Ndio ile ukule chini. 19 what? 19 no? Wangapi wao mko mmezaliwa? 1902. Makoni. Mko mmezaliwa? Wakati huo anasema the time is near 1902. Wakati umekaribia 1902. Na saa hii unasemaje? Ipo karibu sana. Imefika. Anasema wakati ambapo miji mikubwa, large cities, will be visited by the judgments of God. Hebu niulize swali. Unajua ni lini wakati itafika? Hebu niulize swali. Nani ambaye anajua ni siku ipi ambapo Kisii Town kwa mfano itatembelewa na hukumu za Bwana? Nani anajua? Hakuna anayejua. Hakuna kabisa. So kwa hivyo ukishatuma Gravin afanye kazi huko town,
na hujui Mungu anatuma hukumu lini, inamaanishaje sasa? Inamaanishaje? So inawezekana umeingia tu halafu moto na waka. Hebu nionyeshe kitu fulani. Hebu nionyeshe kitu fulani kiko hapa. Sasa hii itafanyaje jamani, nionyeshe. Sababu naona kama nikiguza taharibu video yangu. Kuna mji fulani, sijui kama nifanyaje. Nitawaonyesha tu nikifika mahali. Nitawafungulia mahali. Kuna mji fulani karibu mwezi mmoja uliopita katika nchi ya Amerika, kabla Trump aingie kwenye uongozi. Mji mmoja mahali ambapo films za Hollywood zinapigwa au zinachukuliwa. Mji mmoja ambao uliungua zaidi ya wiki moja kama sijakosea. Inaitwa Paradise, California. City moja tu hivi iliungua yote, yani majumba za kifahari, watu wa kifahari zikaungua yote. Walikuwa wametangaziwa, ilikuwa imewaambia inakuja. Sasa swali, nani amekuambia tarehe ya Nairobi? Hakuna. By the way, ikiwa hukumu za Mungu zinakuja hivi, kwamba binadamu humfukuza Mungu mbali, nani amekuambia kama Nairobi itafika mwisho ya kumuondoa Mungu? Imemwambia toka. Unajua? Haujaambiwa na ujui, sio? So wewe ukishaingia Nairobi kufanya kazi, unakaa huko na mtoto. Sasa swali, ikiwa Nairobi shaambia Mungu toka, sasa swali, hukumu zinapokuja takupata wapi wewe? Hapo. So ndio umeenda kununua mashamba huko, sio? Hebu sikizeni vizuri. Labda hamjanielewa vizuri, ndio hii hapa. In a little while, mpunde si nini mrefu, yani mpunde kidogo tu. Sikizeni. In a little while, yani muda mfupi tu, these cities will be terribly. Wangapi mnaotaka kukua ndani inaposhekiwa? Hiyo ni kuwa punde tu 19 what? Hebu niambieni, by the way this is very serious. 19 what? 1902. Anasema muda si mrefu miji mikubwa itatingishwa. Nani amekuambia Nairobi haijafikiwa? By the way, hii ujumbe inaweza fanya mtu ambaye anakaa Nairobi akaondoka kule. Makezi ndio huyo ameshaingia sasa kanisani leo, sio? Ndio maana nataka tusome kule. Makezi ndio aliwaambia mtoke mjini mwenda siku dunia imefika mwisho. Si aliwaambia hivi? Sasa wiki ifahameza kuongea mambo ya Makenzi hapa. Kanisa ya Makenzi. Ndio unasemaka kule juu. Kanisa ya Makenzi. Sio mimi nasema jamani. Tunasoma wapi kule? Confirm. Country what? Country what? Na kule juu kabisa imesema LNG white what? Writing. Tell Jonathan. Sawa? Miji mikubwa itafanya kitu gani? Hii si mambo ya war. Sawa? Hii ni mambo ya Mwadventista. Aliandikiwa mwaka gani? Kabla Makenzi hajazaliwa. 19 what? Itashekiwa. Sasa swali, unangoja shekiwa ukiwa ndani? Wewe unangoja ushekiwa ukiwa wapi? Sasa swali ni hili. Yeyote ambaye ni Mwadventista anayesikia ujumbe huu, mpango wake sasa ni upi? Afanye nini? Ajipange aje? Atoke mjini. So wangapi ambao wanataka kununua mashamba mjini? Hebu sikizeni vizuri. No matter how large, sikiza hapa, no matter how large and strong their buildings, yani haijalishi majengo yao ni makubwa kiasi gani na ni imara kiasi gani. Anasema aje? No matter how many safeguard, yani haijalishi imewekwa kiasi gani dhidi imelindwa na moto. Tunaambiwa aje? Let God touch those buildings. Wacha Mungu wewe. Naya, jo. Faster. Let God touch those buildings. Wacha Mungu waguze nini? Majengo haya. Anasema alafu nini? In a few what? In a few what? Sasa swali. Hizi manyumba mnazojengea zinazoitwa nini? Affordable? Affordable what? Houses. Ziko kubwa kwa juu, sio?
Na hapo umeenda kuwekwa kama mang'ombe. Ingia kwa mtengenezo nyumba za karibu affordable. Unaenda kwa city katikati kule. Na Mungu anasema hivi karibuni hukumu zake zinaenda kuanguka hapo. Sasa swali, kwenye ghorofa ya chini kabisa, tuseme ni mtu ni shoga anakaa hapo chini, sawa? Ghorofa ya pili kabisa kuna muuaji anakaa hapo. Wewe uko juu, wewe Bwana asifiwe. Uko kule juu. Mungu afanyaje sasa? Na ameambiwa watoke. Mungu afanyaje? Huku chini shoga ashamwambia mimi sikujui, wewe huku niumba, mwili ni wangu, sio? Hapa katikati muuaji akina Ruto wako pale nao watu, sio? Na wewe uko kule juu na Bwana asifiwe wako. Nyote mnaenda kule, sio? Unapata moto wa wenyewe unakuangukia na unachoma moto ambao haukuhusu, sio? Okay. Ndio hii hapa. The ungodly cities. Nini hiyo? Miji ambao imejawa nini? Ambao sio ya kumcha Mungu. The ungodly cities of our world, ya miji yetu, are to be swept what? Away by the bosom of destruction. Miji yetu isiyo ya mcha Mungu itafagiriwa leo na mambo ya uharibifu. Sasa swali, hebu niambie mji mmoja ambao si uharibifu. Mji mmoja ambao ni mtakatifu. Niambie mmoja hapa duniani. Mji ambao ni takatifu duniani, niambie mmoja. Hamjui. Hamjawahi labda mzee mji kama huo. So cha kifupi ni kwamba tujue hivi karibuni hukumu za Mungu zinaenda kuangukia wapi? Miji. Kwa hiyo tunafaa tuwe tunaondoka wapi? Huko. Sio kukimbia huko, ni kuondoka huko, na wala sio kukimbilia kule. Hebu tuangalie jinsi ambavyo miji hii inaenda kuangamizwa. Ya kwanza tunaambiwa hivi: nimeamrishwa kutangaza ujumbe huu kwamba miji ambayo ni ya uovu kupindukia itaangamizwa na nini? Earthquakes. Ni nini hiyo? Metengecho, sio? Hapo kidogo. Lolgorian pale mwaisikia pupu kila wakati. Hata leo utafanya, si ndio? Sasa swali, Lolgorian ikifika ikuwa imejaa uovu. Sasa wameambia Mungu atoke. Alafu wao wenyewe wameripua na gurudumu kule chini. Pupu wanatafuta pesa. Sawa? Na hapa chini kuna zile barabara zao za dhahabu. Swali, itameza watu karibuni, itameza watu. Na wewe uko huko katikati. Tuko robo ngondo Lolgorian town. Mungu anacho pesa chingi ya sana. Tunaona gold hiyo. Utakufa na watu kule. By fire. Kwa hivyo miji mikubwa inaenda kuangamizwa, baadhi ya miji itaangamizwa na earthquakes. Ya pili by fire. Ya tatu flood. Kwa hivyo mahali popote duniani leo town, unapoona town inabebwa na maji, moto unaanguka, mitetemeko, jua hivi ni nini inayotendeka kule? Hukumu za Bwana zinamwagwa aje? Sio yeye anawaletea, amefanya kitu gani? Bwana ameondolewa kule. So unapoyaona yanapotendeka, sikiza, nataka mnielewe vizuri. Unapoyaona yanapoanza kutendeka ni onyo. Yaani nataka mnielewe hivi. Mungu hawezi achilia mara moja bila kuruhusu tuanze kujua, tugundue ya kwamba mambo yanafanya kitu gani? Yameharibika. Kwa hivyo anaweza akazuia kidogo, wale walio ndani wajue kwamba mambo sio nini? Sio sawa, waanze kujipanga fani kuondoka. Kwa hivyo unapoona, kwa mfano, sikizeni vizuri. The time mtaona disaster moja kubwa sana Lolgorian, jua hivi Mungu ashafanya peana alarm. Fanya nini? Toka. Zuma nila vizuri. The time utapata Kisii town imeongwa na moto nyingine ya ajabu sana, ama imepigwa na maji makali sana, ama imepigwa na earthquake mbaya sana, jua Mungu amependa kitu gani? Onyo. Yeyote aliye wake fanya nini? Toka. Naomba kuuliza mpaka hapo, nani yako na swali? Anasema hiyo sentence hapa, there are reasons why we should not build in the cities. Kwamba kuna sababu mbona tusijenge wapi? Mijini.
On these cities God's judgment are soon to fall. Kwamba kwenye miji hii hukumu za Bwana hivi karibuni zitaangukia. Mwaka upi huo? 19 what? Ati soon 1902. Kwamba hivi karibuni hiyo miji mikubwa itaangamizwa na moto. Sasa siku ya leo mjamaa anakupigia kifua, ngala atete town Nairobi, so what? Na umebwata. Unajua mimi kwa nyumba ya ghorofa. Halafu hakitata. Ile wakati ambao nimetoka kinaidi na nilisikia kama ngono wao ajiji ghorofa. Wanyaka ni matia. Mndo tajiri huyo. Halafu so what? So what? Simuniambie. So what? Hakuna sababu hiyo vitu vyote havitakaa. Baada niwaambie hivi, kabla Kristo arejee hayo yote yatabomolewa. Ndio maana Mungu anasema hivi, msiigeze wapi? Mo invest aralia ororo. Sasa mtu asikulingia kama ameinvest kule. Hiyo ni makaa ya moto ameweka kule matofali. Anasema the time is what? Near. The time is near when large cities will be swept away. Wakati ambao miji mikubwa itafagiliwa. Ukigundua sentensi hizi, anazungumzia sio miji yote, anazungumzia miji mikubwa. Kumaanisha hivi, inaanza miji mikubwa ikija kwa miji nini? Midogo. Ndio maanake tunapoteremka Mungu anazungumzia, anaanza kuambia walio wake waanze kujiondoa kwa miji mikubwa. Watafute angalau miji midogo. Wanapojiandaa kwenda wapi? Milimani. Hiyo ndio plan. Hiyo ndio plan ya mwisho by the way. Ikiwa unataka kujua siri ya mtu wa Mungu ya siku ya mwisho, jinsi ya kuishi katika maisha ya siku za mwisho, ndio hiyo. Mungu anaanza kutuambia ondoka miji mikubwa, tafuta miji midogo, kaa hapo. Unapotafuta jinsi ya kukaa wapi? Milimani. Kumaanisha mwisho kabisa Mungu anahitaji turudi wapi? Milimani. Mpaka hapo nani ambaye yupo na swali? Tunapokomea hapo, tunapowapatia video moja muangalie mji mmoja ambao unazungumziwa kwenye Biblia, si Biblia, kwenye kitabu cha Ellen White. Anasema hivi, kama ni hii ama ni gani? Anyway, tusome tu. Anasema nilipokuwa Loma Linda, California mwaka wa 1906. Anasema hivi, there passed before me a most wonderful representation. Kwamba ikapita mbele yangu maelekezo yaliyokuwa yanashangaza sana. During a vision in the night, katika maono za usiku, I stood on an immense from which I would see houses shaken like a reed in the wind. Alikuwa amesimama katika mahali ambapo angeweza kuona majengo yalipokuwa yanatingisho kama nyasi ya majini. Buildings, majengo, great and small, makubwa na madogo, were falling to the ground. Hiyo ni ndoto alikuwa naona. Pleasure resorts, yani zile sehemu za burudani. Alafu nasema theaters, sehemu za burudani ndio hizo, hotel makubwa kubwa, and the homes of the wealthy are shaken and shattered. Zilikuwa zinatingishwa, zilifanya gani? Zikiangamizwa. Many lives were blotted out of the existence. Kwamba maisha ya watu wengi yaliweza kuwa yameondolewa katika uwepo duniani. The destroying angels of God were at work. Malaika walikuwa wanafanya kazi ya uangamizo. One touch and the buildings so carefully constructed that men regarded them as secure and against every danger quickly became heap of rubbish. Kwamba majengo ambayo binadamu waliona kwamba yalikuwa yako imara, karibuni hivi akaona yamekuwa ni nini tu hapa? Heaps of rubbish. Mkusanyiko wa nini? Watakataka. Naomba nikomee hiyo point hapo. Tunapo